Unayenisikiliza na kunitazama, ninaitwa Musa Masanja Magwesela, ni askofu mkuu wa Africa Inland Church Tanzania, kwa kifupi AICT, na askofu wa Diocese ya Mwanza. Karibu unisikilize kuhusu umisioni tunaofanya wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania. Uhuru wa Yesu, amani ya Bwana. Hizi ni salamu mbili za wana Africa Inland Church Tanzania ambazo kwa muda mrefu tumekuwa tukizitumia tangu waasisi wetu waliotangulia kuanza kuzitumia miaka hiyo ya zamani. Tunapotimiza miaka 117 ya kazi ya Mungu nchini tangu wamisionari wa Africa Inland Mission walipoingia 1909, tunamshukuru Mungu vile ambavyo ameendelea kutuongoza. Tangu kipindi hicho tumeendelea kuona kanisa likiendelea kukua. Kanisa lilianza katika kanda ya Ziwa kwa kabila la Wasukuma kwa muda, na baadaye kuanza kuenea katika mikoa mbalimbali ya kanda ya Ziwa. Wamisionari walifanya kazi zao, lakini walikuwepo wazalendo ambao walikuwa ni wafuasi wa hawa wamisionari, nao walianza jitihada za kueneza Injili katika maeneo mbalimbali ya kanda ya Ziwa kutoka katika kabila la Wasukuma. Walikuwepo wazalendo walioenda kwa Washashi huko maeneo ya Mara. Walikuwepo wainjilisti walioenda kwa kabila la Wakara, kwa kabila la Wakerewe, kwa kabila la Wajita. Walikuwepo pia vile vile waliowafikia Wazinza katika maeneo mbalimbali, Wasumbwa, makabila ambayo yanapatikana katika kanda ya Ziwa. Kuwataja baadhi ya watu hawa itawasaidia sana kuweza kuwakumbuka. Hawakumbuki sana, lakini walifanya kazi kubwa sana. Alikuwepo mtu aliyeitwa Zebedayo Ndokeji. Alikuwepo mtu aliyeitwa Apollo Sonda. Alikuwepo mmoja aliyeitwa Tomaso Lukago Yegela. Alikuwepo mwingine aliyeitwa Petro Senga maarufu kwa Masanagulilo. Alikuwepo Yeremia Mahalu Kisula. Hawa wote walikuwa ni miongoni mwa wazalendo wa kwanza walioyafikia makabila mbalimbali katika kanda yetu ya Ziwa. Jitihada ziliendelea pia vile vile kuonekana katika maeneo mbalimbali. Kipindi hicho kilikuwa ni tangu miaka 1920 hadi miaka ya 1960 hapo. Sasa 1970 na kuendelea, kanisa lilianza kukua kwenda kwa Wasumbwa, kwenda kwa watu wa Biharamulo na kwenda katika maeneo mbalimbali. Jitihada hizo zilifanywa pia vile vile na mtumishi wa Mungu aliyeitwa Daudi Sengo, ambaye alifika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kigoma, mkoa wa Tabora na hata nje ya Tanzania. Na watumishi wa Mungu waliendelea katika maeneo mbalimbali. Maeneo ya Lusubi kwa Wasubi walikuwepo watumishi wa Mungu ambao walienda katika maeneo kama haya. Sasa kwenda mikoani zaidi kulianza mwaka 1985 baada ya Askofu Methusela Paulo Nyagwaswa kuwekwa wakfu, na hapo ndipo jitihada sasa zaidi zilianza kuongezeka. Wachungaji waliotumwa Tabora alikuwepo ni Henry Kanyume, alikuwepo mchungaji
aliyetumwa huko maeneo ya Kigoma. Pia vilevile alikuwa anaitwa Ezekiel Kusula, na walikuwepo wachungaji ambao walitumwa katika maeneo ya Morogoro, maeneo ya Dodoma, maeneo ya Iringa, maeneo ya Mbeya, na tunamshukuru Mungu vile ambavyo aliendelea kulikuza kanisa letu. Kwa Dar es Salaam, Mungu alimtumia mzee wa kanisa aliyekuwa anaitwa Lazaro Ikongo. Lazaro Ikongo miaka ya 50 alienda Dar es Salaam, na jitihada zake akiwa mlei zilikuwa ni kubwa sana pia vile vile, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni. Kutokea Dar es Salaam kanisa lilienea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunapowatuma hawa wa misionari kufanya kazi ya Mungu katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, si hatuanze, tunamshukuru Mungu. Tunaanza labda kwa kuwaombea na kufanya ibada ya kuwaombea, lakini tunamshukuru Mungu tulianza tangu zamani. Wito wangu ni kufanya kazi kubwa tatu. Kazi ya kwanza ni kuomba kwa ajili ya maeneo mapya. Kazi ya pili ni kuwezesha kifedha maeneo haya mapya na hawa watumishi wa Mungu. Lakini kazi ya tatu pia vile vile ni kwenda katika maeneo mapya ili tutoke katika kanda ya Ziwa na hatimaye tuweze kuenea katika nchi yetu ya Tanzania na hata nje ya Tanzania. Mungu atubariki na asimame pamoja na sisi tunapoendelea kueneza Injili ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Mungu atubariki sana. Asanteni. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Paulo Zengo Sanzu. Nimetokea Loko Church ya Ifungiro, Pastoreti ya Ikulilo, Jimbo la Maswa, Dayosisi ya Shinyanga. Kwa neema ya Bwana ni muhitimu katika chuo cha Biblia Majaida na ni mwanafamilia pia. Nimeambatana na mke wangu. Huyu hapa tunao watoto wawili, mmoja anaitwa Aksa na mwingine wa kwanza anaitwa Abigaili, hatujaja naye. Kwa neema ya Bwana nimetumwa katika pastoreti ya Pwani, Jimbo la Temeke, pastoreti ya Kibiti na Loko Church ya Rwaruke. Tumetumwa kwenye timu ya Injili na umisheni. Kwa hiyo tumeitikia wito wa Bwana, waenendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo familia yangu na mimi tumekubali kufanya kazi ya Bwana na tumechagua kwenda kumtumikia Bwana, maana moyo wa Bwana ni kuwafikia watu wote ambao bado hawajamjua. Kwa hiyo mimi na familia yangu tumeamua kabisa kwa moyo wote, kwa hali yoyote, kwa namna yoyote, tutahakikisha watu wote tutawafikia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunawashukuru wapendwa mlioko mahali hapa, mlio tusikiliza. Sisi tunaenda kumtumikia Bwana. Kwa neema ya Mungu ninamshukuru Mungu kwa kibali chake kutoa nafasi hii. Mimi kwa jina naitwa Dorcas Jacob Sanzu. Nimetokea katika pastoreti ya Ikulilo, Loko Church ya Ikulilo, Dayosisi ya Shinyanga. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii ambayo ameweza kusafiri pamoja nasi katika masomo yetu na mpaka tumehitimu katika mwaka huu 2026. Tunaenda kutumika shambani mwa Bwana. Kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameweza kuwa pamoja nasi, na katika nafasi hii tunamshukuru Askofu Msa Masanja Magwesela kwa namna ambavyo ameweza kuandaa timu kwa ajili ya kutuombea sisi ambao Bwana amekusudia tuende tukatumike shambani mwa. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Aaron Richard Mboko kutokea Dayosisi ya Shinyanga, Jimbo la Bukombe, pastoreti ya Kimahewa, Loko Church ya Maganzo. Namshukuru Mungu kwa neema yake na kibali cha pekee. Ninaye mke na watoto wawili. Mke wangu anaitwa Christina Emmanuel na watoto wangu, mtoto wa kwanza anaitwa Raheli Aloni na mtoto wa pili anaitwa Yohana Aloni. Tunamshukuru Mungu, mimi pamoja na familia yangu, neema yake ya pekee kabisa ameonekana tangu mwaka 2023
tulipoingia chuo cha Biblia Katunguru. Bwana ametutetea katika hatua ya masomo yetu na mpaka tumemaliza chuo cha Biblia mwaka huu 2026. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na kibali chake cha pekee sana, maana ametuwezesha, tumehitimu vizuri na tumetumwa Dayosisi ya Pwani, jimbo la Temeke, pastoreti ya Kibiti, huko umishonari ambapo tutaenda kutumika mimi pamoja na familia yangu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kristina Emmanuel Mboko. Kwa jina ninaitwa Emmanuel James Shineneko. Nimetokea katika jimbo la Butimba. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mwinjilisti, naenda kuifanya kazi ya Mungu katika Dayosisi ya Pwani, sehemu moja panaitwa Kibiti. Kazi tunayoenda kuipeleka ni neno la Mungu. Kibiti tunakwenda kwa ajili ya umishonari. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu, na pia nimshukuru Mungu sana kwa kufikia siku ya leo. Ni siku ambayo tumepewa neema na Mungu kuwepo katika dunia hii. Napenda kumshukuru sana Mungu kwa sababu ametulinda na kutuongoza. Tena tumefika sehemu hii katika kipindi hiki kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Elizabeth Shuli Shineneko. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya kipekee kutufikisha katika nafasi hii, ni kwa neema ya Mungu tu. Pia tunamshukuru Askofu Musa Masanja Magwesela, Mungu kwa maono aliyomtumia kuweza kupeleka watumishi wa Mungu katika vituo mbalimbali kwa ajili ya kumtumikia yeye. Pia tuna watoto watatu. Wa kwanza anaitwa Angela Emmanuel James, wa pili Erikson Emmanuel James, wa tatu Baraka Emmanuel James. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mwinjilisti Stefano Ndilana. Ninatumika katika local church ya Miono kwa Wazigua huko Bagamoyo. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema yake ya pekee kwa ajili ya maono ya uongozi wa African Inland Church Tanzania chini ya Baba Askofu Mkuu, kwa kuona umuhimu kwa ajili ya kutimiza utume wa Yesu Kristo katika Mathayo hiyo 28 mstari wa 18 hadi wa 20, kwamba tuweze kuwafikia makanisa. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Imekuwa ni ibada maalum ya kwetu kwa ajili ya kuwekewa mikono na kuingizwa rasmi utumishini. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Nina familia, nina mke na watoto 4. Mtoto wa kwanza anaitwa Emmanuel Stefano, na mtoto wa pili anaitwa Elia Stefano. Emmanuel yuko form 4 na hitimu mwaka huu, lakini Elia yeye yuko form 1 kwa mwaka huu. Lakini pia yupo mtoto wa tatu anaitwa Elizabeth Stefano, na wa 4 anaitwa Elisha Stefano. Mungu awabariki. Tunaomba maombi yenu yatubebe kwenye huduma tunayoiendea. Tunaomba mtuombee sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kushiriki nani katika siku ya leo kwa ibada hii maalum. Kwa majina naitwa Esteria Simon Ndirana. Ninamshukuru Mungu kunipa zawadi hii ya upendeleo kwa ajili ya wito wake ambao ameweka ndani yangu. Ni mama ama mzazi wa watoto 4, watoto 3 wa kiume, mtoto mmoja wa kike. Tunaenda kutumika kwa Wazigua wanaokaa katika maeneo ya Miono. Miono ipo Bagamoyo. Ninaomba maombi yenu kwa ajili ya huduma ambayo iko mahali pale, na Mungu awabariki. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya askofu, kwa ajili ya kutushirikisha katika ibada hii sisi watumishi wa Mungu ambao. Kwa jina ninaitwa mwinjilisti Abel Yusuf Shadraka. Ni mhitimu wa chuo cha Biblia Majahida. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na upendo wake ambao kwa kweli anaendelea kuonesha katika maisha yangu na katika safari yangu ya utumishi.
Chukue nafasi hii kusema kwamba kwa neema ya Mungu nimebahatika kuwa na mke mmoja na watoto wawili. Mtoto wetu wa kwanza anaitwa Dorcas Abeli na mtoto wa pili anaitwa Debora Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu nimetumwa katika Dayosisi ya Pwani, jimbo la Kinondoni, pastoreti ya Bagamoyo na sehemu moja inaitwa Miono. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa hatua hii ambayo ameweza kunifikisha tangu nianze masomo yangu katika ngazi ya chuo cha Biblia. Kwa kweli ninamshukuru Mungu. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya baba askofu mkuu wetu wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania, baba askofu Musa Masanja Magwesela, kwa kuona maono haya kupeleka watumishi au kuanzisha programu hii ya kufikisha injili sehemu ambazo bado hazijafikiwa na injili. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wetu kuona maono haya ya kwamba injili iwafikie watu sehemu zote ambako bado hawajafikiwa na injili. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya kujumuika na kanisa la AICT Makongoro, makao makuu ya kanisa letu. Kwa kweli imekuwa ni neema ya pekee sana kwangu kushiriki na kanisa hili au kushiriki na Wakristo katika kanisa letu la hapa Makongoro. Kwa kweli namshukuru Mungu. Hii ni neema ya kipekee ambayo kwa kweli haijawahi kutokea katika kanisa letu la AICT tangu ianzishwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atubariki watumishi wa Mungu. Tukubwa tumuendelee kutuombea katika kazi ambayo Mungu ametuitia tukaweze kufanikiwa na kufikisha injili ambako Mungu amekusudia tupeleke injili. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake ya pekee, jinsi anavyoendelea kuonekana ndani ya maisha yetu na ndani ya utumishi wetu. Kwa majina yangu ninaitwa Adelina Juma Yusufu. Ninamshukuru sana Mungu kwa neema yake ya pekee, jinsi anavyoendelea kusimama juu yetu, na ninamshukuru Mungu kwa kutusaidia tangu chuoni na mpaka tumehitimu. Ni mapenzi yake na neema yake ya pekee aliyoonekana katikati ya maisha yetu. Ametutetea sana, ametupigania na mpaka tumefikia hatua ya kutumwa kwenda kuifanya kazi yake. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa jinsi alivyoonekana, maana si rahisi, bali ni neema yake ya pekee iliyosimama katikati yetu kutusaidia na kutupigania kumaliza masomo yetu na mpaka tumetumwa. Ni neema yake ya pekee na ni mapenzi yake. Ninamshukuru tena kwa ajili ya ibada ya leo ambayo imefanyika kwetu. Ni ibada ya pekee na ibada nzuri sana. Ninamshukuru sana Mungu. Pia ninamshukuru baba askofu kwa kutuwekea mikono kwa ajili ya kwenda kuifanya kazi yake. Tunaomba tu maombi yenu muendelee kutuombea ili tukafanikiwe katika utumishi ambao Mungu ametuitia, maana yeye ndiye anayeweza na anayetosha. Ni mama mwenye familia, nina watoto wawili na mume mmoja. Ninamshukuru Mungu kwa hayo. Pia nawashukuru sana kanisa la AICT Makongoro jinsi walivyotuombea leo, siku ya Jumapili ya leo. Ninasema asante sana. Mungu awabariki sana na Mungu aendelee kuwatumia ili muendelee kutuombea. Jina langu ninaitwa Mwinjilisti David Elias Sagenge. Ni mhitimu wa chuo cha Theolojia cha Biblia cha Katunguru ngazi ya diploma. Na nimetumwa Dayosisi ya Pwani, jimbo la Kinondoni, pastoreti ya Bagamoyo ya kuchachi ya Miono. Ninayo familia ya mke mmoja na watoto wawili. Ninamshukuru sana Mungu kwa hatua hii aliyotuwezesha, na nishukuru pia kwa ibada ya leo ambao tumeombewa na baba askofu Musa Masanja Magwesela kwa ajili ya kuingia shambani la Bwana rasmi. Mungu awabariki sana sana.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Dorcas Jafari Sagenge. Ninamshukuru Mungu, tuko pamoja na mume wangu kwa ajili ya kutumwa kulingana na kazi ya Bwana tunayoiendea. Hivyo ninaomba Mungu atusaidie tu katika kazi yetu. Asante pia kwa ajili ya ibada ya leo, nimebarikiwa pia. Kwa jina naitwa Mwinjilisti George Elias Mikomangwa, ni mhitimu wa chuo cha Biblia Katunguru. Nimetumwa katika Dayosisi ya Pwani katika pastoreti ya Mbagamoyo loko cha Jamiono. Kwa neema ya Mungu na mke na watoto 4 ambao tupo nao katika familia yetu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo amenipa siku ya leo kuhudhuria katika ibada hii ya wakifu. Namshukuru Askofu Magwesela kwa jinsi Bwana alivyomjalia kutupa neema hii ya kututuma na kutuombea kwa ajili ya kwenda katika huduma ya mission. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Jelida Jeremia Mikomangwa. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametuwezesha kututuma. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya Askofu Magwesela, ameweza kututuma na kutuweka wakifu kwa ajili ya kwenda kuifanya kazi yake. Tuendelee kumuomba Mungu atusaidie tutakapoianza safari na tukaingia shambani mwa Bwana na tukaitende ile kweli aliyotuitia. Jina langu naitwa Mwinjilisti Charles Samuel Matinde. Ninasali katika kanisa la AICT na ni mhitimu wa chuo cha Biblia Katunguru. Nimesoma hapo. Ninamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mweza wa yote, lakini pia Bwana amenibariki kuwa na mke na tuna watoto 6. Na kwa sababu hiyo tumetumwa kwenda Umasaini na tutakwenda kutumika huko. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa nafasi hiyo ambayo Bwana amenipa. Lakini pia katika siku ya leo tumekuwa na ibada hapa Makongoro. Tumemtukuza Mungu, tumemwona kwa sababu yeye ni mweza wa yote, na tumeombewa kwa ajili ya kuingia rasmi katika kazi ya Bwana, hasa katika kazi ya umishonari. Ni kazi ambayo ni ngumu, lakini kwa Bwana sio ngumu sana, inahitaji kujitoa sana. Kwa jina langu ninaitwa Musa Kulehiwa Jiganga. Kwa neema ya Mungu ni mwinjilisti wa kanisa la AICT na nimehitimu masomo yangu ya chuo cha Biblia katika chuo cha Biblia Katunguru, yani Katunguru Bible College. Na baada ya kumaliza masomo nimetumwa katika kanisa la AICT na jimbo la Karatu, lakini pia pastoreti ya Pinyi na Roko Chachi ya Samunge Loriondo, na ninayo familia ya watoto 2 wote wa kiume. Na ninamshukuru Mungu pia kwamba siku ya leo imekuwa ni ya neema sana kwangu kuweza kuabudu katika kanisa la AICT Makongoro makao makuu. Ibada leo imekuwa ni njema sana kwangu. Nimefurahi sana na ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi hiyo ambayo amefanya kwa ni ya upendeleo kwangu. Na sasa niko tayari kwenda utumishini, umishonalini, kwenda kuifanya kazi ya Mungu. Asante sana na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwa jina langu ninaitwa Mwinjilisti Eliki Daudi Masele. Ni mwenyeji wa wilaya Sengerema, kata ya Busisi. Kwa neema ya Mungu nimehitimu masomo ya Biblia katika chuo cha Biblia Geita, na kwa msaada wa Mungu pia nimetumwa utumishini katika Dayosisi ya Kati katika pastoreti ya Kwa Mtolo na jimbo la Usandawe. Nimeoa, nina mke na mtoto 1, na namshukuru Mungu pia kwa ibada ya leo iliyofanyika hapa makao makuu Makongoro. Imekuwa ni ibada njema, ibada yenye baraka. Hakika tumebarikiwa na sasa tuko tayari kwenda kuifanya kazi ya Mungu huko umisheni. Mungu awabariki
Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Jina langu ninaitwa Faustini Wilson Daudi, ni mwenyeji wa maeneo ya wilaya ya Kwimba, Mwanza. Kwa neema ya Mungu ni mwanafunzi ambaye nimehitimu masomo ya Biblia, chuo cha Biblia Katunguru. Lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu, ametoa kibali, nimetumwa katika pastoreti ya Barai, Karatu, Mangola, Loko Chachi ya Mbuyuni. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa siku ya leo nimeweza kufika hapa Makongoro, nimeweza kusali hapa, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ibada ambayo imeendelea kwa siku ya leo. Nimemuona Bwana, lakini pia nashukuru sana Mwenyezi Mungu ametoa kibali kwa kuweza kutoa kibali cha kuwekewa mikono. Tunaenda utumishini sasa huko maeneo ya Mangola. Niko tayari kwa sasa kwenda utumishini. Asanteni sana na Mungu awabariki. Jina langu ninaitwa Sostenes Magesa Songola. Kwa neema ya Mungu ni mwinjilisti katika kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania, tokea Dayosisi ya Kati, pastoreti ya Beloya na Loko Chachi ya Bai, na sasa namtumikia Mungu katika pastoreti ya Pinyinyi huko Tinaga, Kolongolo, Arusha. Lakini pia nipo na mke wangu ambaye tunafanya naye huduma ya kumtumikia Mungu huko Tinaga, ambaye pia ni mwanafunzi muhitimu na mwinjilisti katika huduma hii ya umisheni. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada ya leo ambayo tumepata neema ya kushiriki katika ibada ya kanisa kuu hapa Makongoro. Tumebarikiwa na ibada, tumebarikiwa na huduma hii ya kuwekwa wakifu kwa ajili ya huduma ya umisheni. Tunamtukuza Mungu sana kwa neema hii ambayo ametujalia kutumika katika eneo hilo. Asanteni sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Uhuru wa Yesu. Jina langu ninaitwa Betty Songola, ni mwinjilisti muhitimu chuo cha Biblia Katunguru. Nimetokea pastoreti ya Beloya, Loko Chachi ya Bai. Kwa neema ya Mungu namshukuru kwa jinsi alivyoweza kuniwezesha na kufika maeneo haya ya kanisa la AIC Africa Inland Church Tanzania Makongoro. Kwa kweli nimebarikiwa kwa ibada ya leo, na hivyo naendelea kumshukuru Mungu kwa kuweza kunibariki na kunichagua kwenda kutumika katika shambani mwa Bwana huko Pinyinyi. Namshukuru Mungu na Mungu awabariki.